tashughulika na wewe, tashughulika na bosi wako, kwa sababu nyie ni miongoni mwa watu mnaohusika kuharibu sana nchi hii. Na nitakufundisha kushughulika na wewe katika aina ya kukufundisha, kwa sababu wakati mwingine mnakuwa mnaharibu sana, na unaharibu mpaka unaharibia na watoto wako. Nchi hii tunataka tuijenge iwe sehemu bora hata kwa ajili ya watoto wako na wajukuu zako, kwa sababu hawa mnaotaka kuwabeba na kuwatetea hawabebeki. Nchi imeisha washinda, miaka 63 wamechoka, hawabebeki. Sasa ndugu zangu, watu wa Mbarali, katiba yetu hii hapa, ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia na haki ya kijamii. Kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C. Serikali itawajibika kwa wananchi. Na D. Wananchi watashiriki katika shughuli za serikali yao kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Sasa tuanze na namba 1. Inasema hivi: msingi wa mamlaka na madaraka yote ni wananchi. Kwamba nyie, huyo OCD, mamlaka ulionayo ni ya wananchi hao, ndio wamekaimisha kwako. Na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa watu, ustawi wa wananchi. Kustawi maana yake nini? Kukufanya uwe na maisha bora zaidi, ndio maana ya ustawi. Na D, serikali itawajibika kwa wananchi, kwamba wananchi wakisema tunaenda kushoto, serikali inapaswa kwenda kushoto, kwa sababu wenye nchi wamesema hivyo. Sasa ukisoma ibara ya 26 kiri kuhusu watu, imefanya vijana wetu kuwa maskini, wanaishi kwa kufanya betting, kana kwamba hatuwezi kuwa na akili ya kutengeneza uchumi miongoni mwetu. Mwalimu Nyerere aliacha viwanda vya tairi. General Tyres ilikuwa inazalisha tairi za magari miaka ya 70. Tunatengeneza betri za magari ya Yuasa, tunatengeneza betri za tochi. Leo miaka 63 kuna bodaboda kila kijiji na kitongoji, tuna bajaji. Hatuwezi kutengeneza tairi za bodaboda. Pesa inatoka Mbarali, Ubaruku, inakwenda Guangzhou China kuagiza tairi, mnakwenda kutengeneza ajira kwa Wachina, ambayo ingekuwa hapa ingewatengenezea ajira kwa watoto wenu. Mtatengenezaje huo uchumi? Inawezekanaje? Nchi ya ajabu. Alafu tukizungumza haya mnatutisha na mabunduki, mnataka kutuua. Tumesema nini kibaya hapa? Katiba yetu inasema tulinde uchumi wa nchi yetu. Tumeharibu nini hapa? Tulikuwa Ruvuma, tumekutana na maelfu ya maroli yanabeba makaa ya mawe, yanasafirisha utajiri wa watoto wetu, yanapeleka India, yanapeleka China. Watoto wetu wanabaki maskini, tutabaki na mashimo hapa. Rais Samia ameingia, amekuta tuna bandari. Bandari ni mrango wa fedha. Bandari tunazungukwa na nchi 8 landlocked: Malawi, Kongo, Zambia, Rwanda, Burundi, Uganda. Ili mtu aendeshe gari Kongo, mnaona zinapita hapo kwenye barabara yenu, zimetoka Kongo. Ili mzigo utoke Kongo uende China au mzigo wa Zambia, lazima upite kwenye bandari yetu. Mungu ametupa maji bure. Maji yako pale bure. Bure. Hayaishi leo wala kesho. Unachohitaji ni kujenga gati. Gati ni kama stendi, ili zile meli zikija zisimame pale.
Mkongo akiua mtu, akiiba, akinunua greda, inapita kwenye maji yaliyokupa Mungu bure. Wewe pesa umeingiza, wewe unaingiza pesa, mlango wa pesa bure. Tunazungukwa na nchi 8 landlocked. Kwamba leo sisi watu milioni 63 hatuwezi kuendesha bandari, tumezikabidhi kwa Dubai. Dubai mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000. Dubai ni jangwa. Watu walikuwa wanatembea miguu peku, wanaokota tende. Wamevumbua pipa la kwao la kwanza la mafuta mwaka 69. Sisi mwaka 63 tuna chuo kikuu. Dubai hawana hata shule mwaka 63. Leo wako milioni 3. Sisi tuko milioni 63. Hatuna watoto wa Kitanzania katikati ya watu milioni 63 wa kusimamia bandari. Tumewakabidhi Waarabu milioni 3 mpaka Yesu atakaporudi. Tukisema tunaongozwa na watu wasiokuwa na fikra, tunakosea. Tunasema ukweli. Wanauza utajiri wa watoto wenu. Umaskini wenu ni wa kutengeneza. Hawa watu wanaokabidhi bandari kwa Waarabu hawawezi kukusanya mapato. Wanakuja kumwonea mama anayelima kwa jembe la mkono, anasubiri mvua miezi 3, anasubiri kuvuna mpunga, mnakuja kumpa ushuru. Mmerogwa nyie, sio bure. Sikilizeni Mbarali, sikilizeni. Sisi Mwalimu Nyerere ametujengea uwanja wa ndege wa KIA, Kilimanjaro International Airport, na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dar es Salaam. Kila mtalii akitua pale analipa $55 kwa kutumia uwanja wetu. Akiwa anaondoka analipa $55, $110. $110 ni shilingi 300,000. Wanaingia watalii 1,500,000 kwa mwaka. Uwanja upo, ulishajengwa. Ukitokea Nyufa urekebishe, ukitokea Kigai kimebomoka kama nyumbani kwako. Watu watue pale, wakulipe pesa. Eti hiyo nayo hatuwezi, tumeikabidhi serikali ya Omani. Yani kwenye dunia hii nchi kubwa za viwanda zinazozalisha hewa ya ukaa zinachafua ozone layer, zinatengeneza kitu kinaitwa mabadiliko ya tabia nchi. Mmeshausikia? Ndio maana leo hautabiri mvua zilizokuwa zinanyesha mwezi wa pili zinaweza kuja mwezi wa 6, zikaja nyingi zaidi, zikaja kidogo zaidi. Mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo nchi zilizochafua hali ya hewa huko angani, zinazozalisha gesi nyingi ya ukaa, kama China, kama Marekani, kama India, nchi zenye viwanda kama Uingereza, sheria ya dunia inasema zitakuwa zinakatwa pesa, zinapelekwa kwenye nchi ambazo zinazalisha oksijeni nyingi. Sisi ni nchi iliyo qualify kwa kuwa na misitu mingi ya kuzalisha oksijeni nyingi. Kwa hiyo tuna misitu. Serikali yetu imeingia mkataba na serikali ya Saudi Arabia kwamba misitu yetu isomeke huko duniani kwamba ni ya Saudi Arabia. Saudi Arabia ndio wakusanye pesa, alafu watugawie sisi. Alafu watu wanaofanya maamuzi ya hovyo ya kijinga namna hii wanakuja kuhangaika na mama wa Ubaruku wa Mbarali kumuomba shilingi 200-300 kwenye gunia la mpunga. Tukisema haya wanatuchukia, wanatutisha. Na wanaotutisha, mimi nimesoma kitabu cha Jamari Rwambo, alikuwa RPC. Anaeleza jinsi alivyomaliza RPC wake na jinsi RPC wanapomaliza wanateseka. Ni askari, ni ndugu zetu. Acheni haya mambo. Hakuna miongoni mwenu anayelipwa hela ambayo mimi nimewahi kulipwa. Mimi nilikuwa mbunge, mshahara milioni 12. Posho kwa siku 420. Tunachotaka ni kuwabadilishia hata nyie maisha. Tunaelewana vizuri ndugu zangu? Hatuna shida yoyote na mtu yoyote. Tunahitaji rasilimali za nchi yetu zitumike kwa ajili yetu. Leo Lissu anasema haya, wamemfungulia kesi ya uhaini, treason. Rais Samia tulikutana naye Ikulu na mimi nilienda tarehe 20 mwezi wa 5. Nilikuwa miongoni mwa watu 5 wa chama chetu walioenda kuzungumza naye. Akasema yaliyokuwa yanajitokeza chini ya mtangulizi wake hayatajirudia chini ya utawala wake. Tupate wabunge watakaowajibika kwenu. Tupate siku tukiingia madarakani, kesho yake tutafumua ujinga wote huu na mtapata haki katika rasilimali zenu. Hatutachaji watu maskini kodi, tutafuta kodi
kodi za ushuru, tutachaji makampuni makubwa.